taarifa ya shindano la IPU Letter Writing Competition la 54 2025 walilitolewa taarifa shuleni kwetu na mwalimu wa Kiingereza, na mkuu wa shule akanihamasisha kuandika mpaka kupelekea mimi kuandika taarifa hiyo. Mada ya mwaka huu ilinihamasisha kushiriki kwa sababu ilikuwa inauliza inahamasisha utunzaji wa vyanzo vya maji kwa matumizi ya vizazi vijavyo na vilivyopo, na kupelekea ikanigusa kiasi kwamba sasa hivi tunaona vyanzo vya maji vinakosa umuhimu kwa watu mpaka kupelekea kuchafukwa. Kwa hiyo nikaona ni vizuri na mimi kutoa mchango wangu na mawazo yangu ili kusaidia kutunza hivyo vyanzo vya maji kwa ajili ya vizazi vijavyo. Nilipoanza kuandika barua yangu, ujumbe wangu niliokuwa nataka kutoa ni kwamba tunatakiwa kila mtu kwa nafasi yake ajitahidi kutunza vyanzo vya maji ili kila mtu ajue umuhimu wake na vitu na matunda yanayovunwa kutoka kwenye hivyo vyanzo kama samaki na vitu vingine, kwa kiasi kwamba tukivitunza hivyo vyanzo vya maji vitatusaidia kupata maji ambayo ni masafi, ambayo yatatumika kwenye kazi mbalimbali za nyumbani, viwandani na hata kwenye shughuli za kiuchumi. Barua yangu niliandika zaidi ya mara 3. Niliandika mara ya kwanza ikapitiwa, akasema nirudie. Nikaandika mara ya pili, nikarudia mimi mwenyewe baada ya kuona nimekosewa. Na mara ya 3 ndipo nilipoandika. Nilichukua kama takriban siku nzima, nilikuwa nakusanya mawazo mpaka kuimaliza. Mwanafunzi huyu anayesoma kidato cha pili ni mdogo wangu, mtoto wa mama mdogo. Mimi ni mlezi wake. Ni headmaster ndio aliniita akanieleza hayo mambo. Nilisikia furaha na nilipata faraja sana baada ya kuona ameshinda katika shindano hilo. Katika uandishi mimi sikumpa usaidizi wowote, isipokuwa nilimpa moyo, nikamwambia aendelee kutafuta barua ambazo zina muundo huo ambao yasema andike. Kiukweli nilifurahi sielezeka kwa sababu sikutegemea kitu kama hicho, lakini niliandika kwa kuamini na mawazo yangu niliamini kitu ambacho nimekiandika, na nilipopokea taarifa hiyo nilifurahi sana kiasi kwamba siwezi nikaelezea ninavyojisikia moyoni. Shindano kama hili lina maana kubwa sana kwa vijana wa Tanzania, kwani sisi ndio tunaoweza kufanya maamuzi katika nchi yetu katika kutunza vyanzo vya maji, na hata kama sio vyanzo vya maji lakini vijana ndio wanaoweza kufanya shughuli mbalimbali katika jamii ambavyo zinaweza kupelekea kuchafua au kutunza hivyo vyanzo. Kwa hiyo vijana wanatakiwa kuwa na uelewa kwamba utunzaji wa vyanzo vya maji ni muhimu sana, ili tutunze hayo maji tulionayo tuweze kuyatumia katika shughuli zetu za kiuchumi, viwandani, kufanya kazi za nyumbani na mengine. Mara nyingi wanapoleta tangazo la kuandika insha, huwa tunawahamasisha wanafunzi wajitokeze kwa wingi waweze kuandika. Na ndipo baadhi ya wanafunzi wakajitokeza na kuandika. Binafsi najisikia vizuri sana, kwa sababu hiyo inaonyesha ni jinsi gani wanafunzi wanakuwa na uwezo wao binafsi katika kupambanua mambo siku zijazo. Maandalizi tuliyoyafanya ya kwanza ni kuhakikisha kwamba wanafunzi tunawaelekeza kufuata masharti yaliyokuwa yameandikwa kwenye barua ile. Kwanza kabisa taswira tuliyoipata ni kwamba shule yetu inaonyesha ni miongoni mwa shule ambazo zina wanafunzi ambao wana uwezo na ubunifu wa hali ya juu. Na pia tunaona ni fursa ya kuweza kuitangaza shule yetu kwamba ina wanafunzi bora wanaweza kushindana ndani ya nchi na hata kimataifa siku zijazo. Naweza nikasema zimenipa ndoto mpya, kwa sababu ni mara yangu ya kwanza kushinda shindano kama hili la kitaifa. Kwa hiyo ilikuwa ni ndoto yangu siku moja na mimi kufikia hii hatua nilionayo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, nimefikia hii hatua ambayo nilikuwa naiwaza, na najipongeza pia kwa kufikia hii hatua. Ujumbe nilionao mimi kama kiongozi wa shule ni kuhamasisha walimu wenzangu na hata walimu wa shule zingine kuweza kuwapatia watoto nafasi ya kujaribu kushindana ndani ya nchi na hata nje ya nchi, ili tusiwapotezee vipaji vyao na talanta zao siku za usoni.
Vipaji, kama mtoto akiwa na kipaji, mzazi akiangalie na ampe fursa ya kukionyesha kile kipaji chake mahali ambapo kinapohitajika. Cha kwanza ningependa kuwahamasisha wanafunzi, kwani waamini wanachokiandika mawazo yao yana mchango sana katika jamii yetu, na wafanye hii kazi kwa kupenda. Mtu afanye kazi akijua kwamba mawazo yake ni ya muhimu sana kusikilizwa, na yakifanywa kazi anaweza kuleta matokeo chanya katika jamii zetu. Kwa kweli amenihamasisha, na mimi pia siku nyingine pia tukiletewa tena mashindano ya kuandika insha, na mimi nitajitolea kwa bidii, nitaandika kwa bidii, na nina imani kwamba pia siku moja na mimi nitashinda. Na